Huduma bora ni uhusiano, sio muamala. Means good service is a relationship, not a transaction. Na hapa nataka nizungumzie vizuri. Ukitazama katika hii dira ya taifa ya 2050, tunazungumzia kuwa na taifa ambalo litakuwa na GDP ya takriban bilioni 86. Utaona tuna safari ndefu sana kuelekea hiyo miaka 25 kupata hiyo ya trilioni 1. Lakini ziko nchi ukitazama ya wenzetu Jamhuri ya Korea ambao miaka takriban 23 iliyopita walikuwa chini GDP yao ya karibu bilioni 50 na dola. Lakini sasa hivi tunavyozungumza wamefanikiwa kufika katika hiyo trilioni 1.7 baada ya miaka hiyo 23. Sisi tunalenga katika miaka 25 ijayo. Lakini mkienda kusoma tafiti mbalimbali na taarifa zilizofanikisha wenzetu wa Korea kufika hapo, moja kubwa, wenzetu sisi tunazungumzia sekta za rasilimali na kadhalika, lakini wenzetu eneo namba moja lililosababisha waweze kufikia hapo ni lile la eneo linaloitwa human capital, ambayo na hiki ambacho tunafanya leo la huduma kwa wateja ni mojawapo ya mambo ambayo watu wetu au watu wa kule waliweza kufunzwa vizuri. Kwa hiyo mtaelewa hata sisi hapa Tanzania hilo ni jambo muhimu sana, tukijitahidi kuweka vizuri kwenye human capital, ikiwemo na hili swala la customer service, kwa maana huduma kwa wateja vizuri. Maana yake pia kuna mchango mkubwa sana katika kufikia malengo ambayo tunataka kufikia. Jina langu naitwa Irene Goele, ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, management ya shirika kiongozwa na mkurugenzi mtendaji Lazaro Twange na wafanyakazi wa shirika la umeme, nipende kutumia fursa hii kuwashukuru sana waandaji wa tuzo hizi. Na kwa kweli sisi kama TANESCO tunajivunia kupokea tuzo hii katika mashirika ya umma yanayofanya vizuri kwenye eneo la huduma kwa wateja. Ikiwa ni katika wiki ya huduma kwa wateja, hii inakwenda kutuongezea ari na chachu ya kuendelea kufanya vizuri zaidi na kuendelea kuhakikisha kwamba tunawahudumia wateja wetu ndani ya wakati na kuwasiliana nao kwa ufanisi. Shirika limekuwa likifanya maboresho mbalimbali katika eneo huduma kwa wateja, na hata hivi karibuni tumeweza kununua vitendea vya usafiri kama pikipiki, bajaji na magari. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba wateja wetu wanahudumiwa kwa wakati katika maeneo yote nchini. Lakini pia tunayo namba yetu ya huduma kwa wateja bila malipo. Vile vile tunacho kituo cha mito ya simu ambacho Watanzania wamekuwa wakipiga simu na kutoa changamoto zao, na TANESCO tumekuwa tukiwajibu na kuwawezesha kupata huduma ndani ya wakati. Kwa hiyo tunajivunia kwamba katika mikakati ambayo tulikuwa nayo katika eneo la huduma kwa wateja, basi imeweza kufanikiwa na hatimaye tumepata matunda ya kupata tuzo hii. Majina naitwa Analisi Nyangusi, ni director wa uendeshaji CSW Group. Katika sekta sekta tofauti Tanzania, huduma kwa wateja ndio chachu ya ukuaji wa biashara ama kampuni. So sisi kama CSW Tanzania tumeona kuwatambua na kuwatunuku kutokana na vigezo na jinsi ambavyo wanafanya kazi hizi kampuni ama wafanya biashara na mashirika kwenye uendeshaji wao. Ni vyema kuwapongeza kwa ufanyaji wao mzuri kwa huduma kwa wateja, ili kuongeza chachu kwa wafanyabiashara wengine ama kampuni zingine ambazo zinatoa huduma kwa wateja. Na mchakato huu umeanzia ndani ya kampuni. Kuna kamati maalum ambayo inafanya research kwa kutumia criteria mbalimbali kurecognize hizi kampuni. Kunakuwa na shortlisting ya kampuni mbalimbali, lakini pia kuna kampuni ambazo zinapendekezwa kutokana na vigezo kuzidi kampuni nyingine ambazo wako kwenye kategori moja kwenye huduma kwa wateja, huduma ambazo wanazitoa kwa wateja wao. So baada ya kutoa hiyo listi, tunashirikiana pia na Raft Group ambao ni auditing firm. Hao ndio wanapitia ule mchakato mzima na kutoa approve kwa kwetu sisi CSW kwamba tunaweza kuendelea sasa na hao washindi ambao wamechaguliwa. Tuzo 19, kampuni 19. Mimi naitwa Philemon Matoi, mimi ni mkurugenzi wa masoko na usambazaji wa kampuni ya LS General Supply Limited ambayo ina makao makuu yake hapa Dar es Salaam. Na kampuni yetu sisi ni kampuni ambayo imebobea katika masuala ya uingizaji na usambazaji wa taulo za kike, yani pedi, ambazo ni salama, zilizowekwa katika viwango vinavyohitajika kwa mwanamke.
Lengo letu kubwa ni kumweka mwanamke katika mazingira salama, tuhakikishe usafi wake na afya yake katika hali ya kawaida. Tuzo kama hizi zinakutanisha makampuni tofauti kwenye vitu tofauti. Kwa hiyo tunaamini ni tuzo ambazo zinajenga uhusiano kati ya biashara na biashara, ambayo kwetu ni faida na pia sisi tutakuwa faida kwa watu wengine. Kwa hiyo tunawashukuru waandaaji hawa tuzo hizi za leo na tunasema waendelee hivi hivi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.